Huenda idadi kubwa ya wafanyikazi wa taasisi ya utafiti wa matibabu nchini KEMRI wakapoteza ajira kufuatia ukosefu wa ufadhili. Kaimu mkurugenzi wa taasisi hiyo Profesa Elijah Songok amesisitiza haja ya ufadhili zaidi ili kuzuia athari hizo. Mshahara ya wafanyikazi wetu imeenda chini. So itabidi sangine ili watu watoke kazini kwa sababu ya mambo ya mshahara. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni sasa tukikiwa na mambo kama tunaangalia sasa ya chikungunya. Tukiwa kama kitu kama COVID ikitokea. Tukikuwa na kama kitokea any epidemic, hiyo inakuja. Juzi ilikuwa mpox, hatujui ni gani. Flu hiyo itakuja. Tutakuwa na shida. Kwa sababu lazima tukimbilie hawa jamaa. Kumwambia utusaidie. Na hawa jamaa pia wako na priorities zao. Kama unasaidia mtu, anakuambia basi kama unataka nikusaidie, wewe unifanyie hii. Alafu nikufanyie hivi. So sana tunapata ya kuwa sisi we are on the receiving end kwa sababu hatuna cha kufanya kwa sababu hatuweki pesa yetu kwa hapo. So uhaba wa pesa kwanza ni watu na tena madawa tunatafuta ama R&D. Hata hivyo, kwenye kikao cha dharura na kamishna mkuu wa Uingereza mapema leo Alhamis, Profesa Songok amedokeza kwamba wameongeza mkataba wa ufadhili wa serikali ya Uingereza kwa miaka 7 zaidi. Na kwa hii kazi kubwa tumefanya pamoja. Juzi tulikuwa huko tulikuwa Uingereza. Tukaenda kusign agreement ya mwaka 7 nyingine kwa hii program. So tulikuwa namweleza tu please tuendelee. Isikuwe kama Amerika. Na wametuashua ya kuwa yes, lakini nyinyi pia pull up. Vile nimesema sasa hapa. We have also to do something. So wanasema mambo ya capacity building inaendelea. Yeah, so hakuwa na fununu ndikuwa kusema tu asante kwa kazi ile mmetufanyia. Wengine wamepull out lakini nyinyi mnaendelea kutusaidia. So ilikuwa hiyo. Yeah. Wakizungumza na wanahabari baada ya mkao huo, Profesa Songok pamoja na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi ya KEMRI Daktari Abdullahi Ali wameeleza kuwa taasisi hiyo imebuni dawa za kiasili za kutibu magonjwa sugu kama vile saratani na kisukari miongoni mwa magonjwa mengine, ila haziwezi kutumika kwa sasa kutokana na ukosefu wa sera maalum. Another one, the sanitizers, the KEMRI sanitizer which is called KENRAP, is better than any. But because we are not able to commercialize and we are not able to go and do, publicize in the public, then it just disappears. But during COVID, it was one of the main ones which was being used. Okay? We have other things we use called, which we use in the labs, okay, to carry media, to carry viruses or other bacteria and whatever. We have all those things. So we have a lot of things which we have, which we are not able to publicize proper, so that others, hospitals and other government agencies buy. If only the ones we have and which we have already confirmed they are functional and they are efficacious and they are not harmful to human life, and those ones we are able to only commercialize those ones, then I told you, forget about even the ones which are still on the bench where we have not gone to clinical trials. KEMRI can become self-reliant. Hamisi Kombe, Coco FM, County ya Kilifi. Coco FM, ladha ya Pwani.